katika uongo wanaoeneza ni kuwabambika jina linaloitwa al-mujassima. Wanaita ahlus sunnah wal jamaa kwa jina la al-mujassima. Mujassima wapo, walikuwepo tangu hapo zamani, walikuwepo. Kuna watu wakiitwa al-mujassima na sio ahlus sunnah wal jamaa, lakini wakalichukua jina lile wakawapa ahlus sunnah maksudi. Mujassima ni kina nani? Ni watu ambao wanaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mwili. Kina Hisham al-Jawaliqi al-Rafidhi, jishia kubwa hilo. Hata al-Kulaini ametaja baadhi ya riwaya zake katika kitabu chake al-Kafi, yani al-usul min al-Kafi. Amestaja riwaya zake za kuonyesha kwamba wakisema wazi kabisa kwamba inna Allah jismun la kal ajsam, Allah ni mwili, ana kiwiliwili. Ta'ala Allahu amma yaqulu haula'i adh-dhalimun 'uluwan kabira. Wamempa Allah mwili. Al-Hishaman na watu waliokwenda katika maslaki yao mpaka waliposhikamana baadhi yao kwa karne kadhaa au miaka kadhaa baadaye, waliposhikamana na madhhabi ya Mu'tazila, wengi wao wakaachana na madhhabi ya al-Mujassima. Lakini wapo watu wenye itikadi hizo, na hii ni katika mambo haya, katika mambo mabaya kabisa, jambo ovu kabisa lisilofaa. Sasa wakayachukua haya mabaya haya wakawapa ahli sunna. Ndipo utasikia moja kwa moja wanamtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba huyu ni mujassim, Ibn Taymiyyah al-Mujassim. Na baadhi ya maeneo wanaandika vitabu wakinukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa khiana, kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah na yeye anazungumzia swala kuwa Allah ni jism. Siku moja kuna bwana mmoja alinipigia simu akaniambia, mimi nataka itikadi ya salaf, lakini kuna kitabu cha nitatiza sana. Ukinijibu maneno yaliyo kwenye kitabu hicho, basi itakuwa sina kipingamizi cha kufuata itikadi ya salaf. Wakati huo tushamalizana na yeye katika masuala ya uluullah, kumthibitishia sifa ya uluullah ta'ala kwa mujibu wa nusus za Qur'an na Sunna na aqwali za wanawachuoni. Sema hii mimi sina shaka nayo. Sasa kakaa alikokaa akasema na kitabu mimi nadhani chaitwa al-maqalatu as-saniyya. Kwa mimi nitakuja nielekeze, ukijibu hizi hoja zilizomo humu, mimi nitakuwa sina pingamizi na itikadi ya salaf. Akaja na hicho kitabu. Kwenye kile kitabu wale waandishi, yule mwandishi ananukuu kabisa kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema hivi, anathibitisha kwamba Allah ana mwili. Yani fa tashbihi na tajsim. Sasa alipoanza kusoma ngambia maneno ni uongo, na uzuri alhamdulillah umekuja kwenye maktaba hapa vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah vipo. Simetaja marejeo hapa kwamba angalia juzu ngapi. Haya, twende sasa moja baada ya moja. Akataja ibara akaisoma, akamwambia huu ni uongo, tufungue kitabu. Maneno haya akayazungumza katika bayanu talbisi al-jahmiyya. Haya, twende sasa katika juzu hii aliyotaja na ukurasa. Soma. Ukisoma mmoja asoma kwa sababu anajua kusoma, asoma kumbe uongo bwana. Naambia uongo vipi? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah awanukuu falasifa kwamba mafalsafi watu wa batili wasema hivi.
anukuu maneno yao. Kweli maneno kwenye kitabu cha Ibn Taymiyyah kisi yake yeye anawanukuu watu wa batil kwamba wasema hivi, hoja yake itakuja mbele, lakini yeye ayafanya kwamba ni maneno ya Ibn Taymiyyah yeye mwenyewe rahimahullah. Na Ibn Taymiyyah hawezi kusema maneno haya, hii ni kadhib alayhi. Hii moja sasa itakuwaje na bila hata nyingine? Lakini uone kwamba watu ni qaumun buht, watu warongo, hawezi kuthibitisha jambo kama hilo kwamba Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ni mujassim, hawezi kuthibitisha. Lakini kumtukana tu kwa mujassim utaweza, kwa sababu wana uhuru wa kusema la yarqubuna fi mu'min illa wala dhimma. Kwa hiyo hii ni kazi yao, watafanya wanavyotaka, na mpaka leo utakuta mashekhi zao wanazungumza maneno hayo, na utakuta wengine wasimama wakwambia kuna bid'a ya mujassima. Usije ukaona kwamba wanaokusudia mujassima kina Hisham, wanaokusudia kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na maimamu wakubwa waliokwenda, ambao Ibn Taymiyyah amekwenda katika maslaki yao na wale waliopita katika mwenendo wake, na hawana ithbati yoyote ya kiilmu juu ya jambo hilo. Wanasema waliomezeshwa na mashekhe zao au na maadui wa ahli sunnah wal jamaa, lakini ithbati kwamba lete hana, na hoja atakazoleta ni hoja za falasifa na ahlul kalam ambao la yutamanuna fi dinillah azza wa jalla, hawezi kuaminiwa katika jambo la dini. Sisi tuchukue dini yetu tuwe kwenye mikono ya falasifa, vipi itakuwa jambo hili? Kwa jambo lile likawa hoja ya kwanza. Ya pili yafanana na hivyo hivyo, ni kama Majmuu al-Fatawa. Soma Sheikh al-Islam azungumza kitu kingine, yeye amenukuu kitu kingine. Sasa mimi nilikuwa na hoja zangu nyingi, lakini hizi zimetosha. Jamaa waongo hao. Sasa atajua yeye mwenyewe kwamba sasa amekubali kwa 100% itikadi ya salafi kwa kukubali, lakini ile kile kitabu kilipoandikwa ni shubuhati tupu, na ukiangalia Majmuu al-Fatawa, Bayan Talbis al-Jahmiyya, al-Wasiti, vitabu vinukuu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na maneno ya kutajia, lakini anafanya urongo, wanazua uongo, wazulia maimamu. Hizi ni katika tabia zao. Hata siku za nyuma niliandika kitabu, ilikuwa ni mwaka 2000 na ngapi, na 8 au 7, kitu kama hicho, hoja zenye nguvu katika kuthibitisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho. Nikimjibu mwibadhi mmoja akiitwa Juma Mazrui kwenye kitabu chake, pia kita hoja zenye nguvu, lakini katika kukanusha, yeye anakanusha kuonekana Allah kwa macho. Nilipomjibu yeye akajibu kwa volume makubwa hivi, akataja mambo mengi mule ndani, lakini mambo ya kiitikadi. Miongoni mwa mambo aliyoyataja akasema kwamba hawa mawahabi itikadi zao kadha wa kadha, akataja mambo ya tajsim, masala tashbihi, akataja akawasema vibaya wanawachuoni, na hawa bwana kwa wao hajasalimika mwanawachuoni yoyote, kile mwanawachuoni wao kwao watamsema vibaya. Washamsema vibaya Sha'rawi, wamsema vibaya Al-Qardawi na kadha, lakini wanamsifu Ibn Battah Al-Ukbari, akamuelezea. Na huyu Ibn Battah sasa, angalia, anakuja sasa anazua uongo sasa. Na mimi nilimjibu kwenye kitabu Wailul likulli afakin athim, katika uongo aliutaja kwamba huyu Ibn Battah ametaja hadithi katika kitabu chake. Hadithi hii yaonyesha ya kwamba siku ambayo Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwenye miqati kwenda kuzungumza na Mola wake, alimkuta Allah jalla wa ala kapanda yuko juu ya mti, kavaa suti na viatu vyenye manyoya. Asema hivyo hivyo, si kwa kumzulia. Anasema wakati watu kama kina Ibn Battah Al-Ukbari na walio mfano wake
wanawaita kuwa ndio ahlus sunna au maimamu wa sunna au salafu salih. Lakini je, nini itikadi ya Ibn Battah? Ibn Battah huyu ndiye aliyesema Nabii Musa alimkuta mtu juu ya mti kavaa vazi la sufi na viatu, akasema naye, yani yule mtu akasema na Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa akasema, ni Mwibrania gani huyu anayesema na mimi? Yule mtu akajibu, mimi ni Mungu. Akaendelea akasema, yani Nabii Musa kamkuta Mwenyezi Mungu juu ya mti kati ya suti na viatu. Jamani, kaandika hivyo Huyo aliyesema haya bado ataendelea kuwa Muislamu licha ya kuwa ni ahli sunna? Basi mwenye kusema maneno hayo kwa mawahabi si mtu wa bid'a, bali ndio ahli sunna na ni imamu miongoni mwa maimamu adhimu wa Kiislamu. Mwisho wa kunukuu uongo wake. Mnaelewa? Sasa maneno yameandika tena kwa Kiswahili, yameeleza kwa watu wengine kwenye mitandao, katoa vitabu kwamba Imamu Ibn Battah ana kitabu chaitwa Al-Ibana an usuli diyana, kitabu cha ahlus sunnah wal jamaa. Amemzulia hapo uongo wazi kabisa kwamba eti Nabii Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwenye miqati alikutana na mtu yuko juu ya mti, mwenyewe amekaa kule kavaa vazi lake la sufi na viatu. Alipokuwa akimsemesha hakujua kutofautisha baina ya Mungu nani na mwanadamu nani. Auliza, ni Mwebrania gani huyu anayesemesha aliyo juu ya mti? Anasema mimi Mungu. Alafu asema, afafanua kwamba Nabii Musa amemkuta Mungu yuko juu ya mti kati ya suti na viatu. Amzulia al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala. Mimi nikayanukuu maneno ya Ibn Battah. Ibn Battah katika kitabu chake Al-Ibana ametaja maneno yako wazi. Anasema, kallama Allahu Musa yawma kallamahu alayhi jubbatu sufin wa kisa'u sufin wa burnus sufin sawa wa na'lani min jiddi himarin ghairi dhakiyin faqal man dha al-ibrani alladhi yukallimuni min ash-shajara qala ana Allah. Allah Ta'ala alimsemesha Musa alayhi salam siku aliyomsemesha na hali ya kuliko juu yake Nabii Musa alayhi salam jubba la sufi, shuka ya sufi, kofia ya sufi na viatu vilivyotokana na ngozi ya punda ambayo haikutoharishwa. Akasema Musa alayhi salam, ni Mwibrania gani huyu ananisemesha kutoka kwenye mti? Akasema, mimi ni Allah. Sawa. Na Imam at-Tirmidhi ameitaja hadithi hii kwa tamko hili, عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف. sawa mpaka mwisho wa maelezo. Anasema imepokewa hadithi kutoka Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, nilikuwa juu ya Musa alayhi salam siku aliyosemeshwa na Mola wake. Alikuwa amevaa vazi la sufi, juba la sufi, sawa, na kofia ya sufi na suruali ya sufi, na viatu vyake ni vya ngozi ya punda mfu. wa na'alahu min jiddi himarin mayyit. Hivyo Imam al-Bazzar nikazitaja baadhi ya riwaya zilizokuja hapo. Sasa katika Al-Ibana kwenye juzu ya 6 ukurasa wa 307 hadithi nambari 2435, na hadithi imepokea Imam Tirmidhi katika Al-Jami hadithi nambari 1838 kaitaja hadithi hiyo. Utakuta maneno yale yale, lakini riwaya ya Tirmidhi pia ina ufafanuzi zaidi. Naam.
Kwa hiyo katika riwaya zote hizi ambazo tumezitaja hakuna mahali hapo kwenye maneno hayo ya kikafiri ambayo huyu bwana ameyataja, kwamba Imamu Ibn Battah amesema kwamba Nabiiullah Musa alayhi salam siku alikwenda kwenye mikati kwa ajili ya kuzungumza na Mola wake alimkuta Allah yuko juu ya mti. Hakuna maneno haya, si katika vitabu vya Ibn Battah wala katika vitabu vya wanaochuoni wengine kina Tirmidhi, kina Al-Bazzari na wengineo. Hakuna hata mmoja aliyesema maneno haya. Sasa swali, yeye kayatoa wapi? Yani waandika kitabu, mavolumu wa vitabu ujibu hoja fulani za watu fulani, lakini kwa uongo. Maana yake nini? Sasa maneno haya ukitakiwa siku ya kiyama uyalete, umeyatoa wapi? Mambo hayajakwisha. Ibn Battah ashafariki na imamu katika aima wa Ahlus-Sunnah, na umeandika maneno yako, umeeleza kwa watu na umemzulia uongo, na umebainishiwa wazi kwamba hapa umezua uongo wazi kabisa, na si hapa, sehemu nyingi tu tumezitaja kwamba hapa umezua uongo, hapa umezua uongo, lakini moja ni hili, wawazulia watu uongo. Na suala la kwamba Allah amevaa suti liko wapi? Wala Nabii Musa pia haikutajwa, wacha kuwa Allah kavaa suti. Hata huyo Nabii Musa ambaye amekutwa amevaa kisaa ya sufi na shuka ya sufi, hajasema kwamba kavaa suti, lakini kaleta neno suti pale kwamba Nabii Musa kavaa suti. Na mwingine atakuja ataongeza na tai, siku nyingine atakuja mwingine na heti, ili mradi tu kuonyesha kwamba hawa Ahlus-Sunnah ni kama vichaa hivi machizi, wajisemea tu katika mambo ya dini. Sasa uongo utabaki kuwa ni uongo. Ndio maana kitabu tunakiita wailul likulli afakin athim, ole wake kila mzushi mwenye madhambi, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Kwa nini nasema hivi? Inazungumza ya kwamba ahlul bid'ah wal ahwa ala ikhtilafi masharibihim, pamoja na tofauti ya mielekeo yao na vyanzo vyao vya kuchukua maneno, lakini wameafikiana juu ya kuwapiga vita Ahlus-Sunnah wal Jamaa na kuwapakazia uongo kwa majina mabaya, ili waiwache ile itikadi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itikadi ya masahaba, itikadi ya tabi'in, atba'u tabi'in, itikadi ya salaf salih. Miongoni mwa majina mabaya waliowapa wanawaita al-mujassima, watu ambao wanampa Allah kiwiliwili. Kwa nini? Kwa sababu wanathibitisha sifa zake subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja